wa M23 hawatoki Kongo na si Wakongomani, wanatoka nchi jirani. Wamekuja kuvamia pale kwa sababu za rasilimali. Kwa maana hiyo ni nini? Wakongo wanateswa kwa rasilimali zao. Mtazamaji wa Dar es Salaam News, sisi Dar es Salaam News kazi yetu ni kupa habari ambazo wewe uzijui, ambazo zinatokea lakini hazina uhakika. Kwetu sisi tunakupa habari za kina na kitu ambacho kinachoendelea. Leo hii tuko hapa kuongelea swala zima linaloendelea kule Kongo. Kongo kwa sasa hivi kuna vita, lakini hatuwezi kujua zaidi nini kinasababisha vita, nani anasababisha vita, kwa nini wananchi wa Kongo wanaishi kwa mashaka. Na hapa tupo na mchambuzi wa masuala ya amani na usalama katika bara la Afrika. Atatuelezea masuala mengi sana ambayo yanaendelea hasa katika nchi ya Kongo. Asante. Kama ulivyonitambulisha hapo, mimi ni mchambuzi na mtafiti wa masuala ya amani na usalama, hasa katika masuala ya ulinzi wa amani kwa maana ya peacekeeping katika bara la Afrika na hata nje ya bara la Afrika. Kwa majina naitwa Moses John Ntandu. Labda tunaomba kujua mgogoro mzima wa Kongo unasababishwa na nini? Mgogoro wa Kongo una masuala kadhaa, lakini naomba niliweke vizuri kwamba kuna watu wengi wanaamini kwamba mgogoro wa Kongo ni mgogoro wa Wakongo wenyewe kwa wenyewe, na wanaamini kwamba mgogoro wa Kongo ni mgogoro wa kikabila ndani ya Kongo. Hichi kitu si kweli na hakiko sahihi. Mgogoro wa Kongo si mgogoro wa kikabila ndani ya Kongo, wala si mgogoro wa wenyewe kwa wenyewe. Mgogoro wa Kongo ni mgogoro wa uvamizi ukijumuisha na usaliti wa baadhi ya Wakongo walioko pale baada ya kujiunga na wavamizi wanaotoka nje ya Kongo. Ndo hasa chanzo kikubwa cha mgogoro wa Kongo. Je, unafikiri katika ile ambalo linaendelea kuna nchi au kuna rais yote ambaye anahusika kuchochea mgogoro wa Kongo baina yao Wakongo na Wakongo? Hilo swali liko naomba niseme ndio, yupo na kuna nchi ipo inayofanya haya yote, lakini nachelea kusema moja kwa moja tu kwa sababu ya diplomasia ya kimataifa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu sisi Tanzania mara nyingi tumekuwa ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote. Tunajaribu kuangalia hilo sana, lakini tu kwa kifupi ni kwamba ni kweli kabisa kuna nchi ambayo inaisumbua Kongo, na nyuma ya hiyo nchi kuna vitu vingi sana nyuma yake ambavyo vimetengenezwa. Mfano, hili jibu utakuwa nalo wewe mwenyewe. Mimi nikisema wewe utakuwa unapigia mstari. Kuna majeshi ya M23 ama almaarufu kwa jina la M23 kwa Kifaransa au M23 kwa Kiingereza. Hili jeshi ni jeshi ambalo lina wapiganaji kwa almost 98% si Wakongomani. Hawa watu wametoka nje ya Kongo, wanatoka nchi ya jirani ambayo sitaki kuitaja moja kwa moja, lakini ipo siku nitakuja nitaitaja. Lakini hawa watu wa M23 hawatoki Kongo na si Wakongomani, wanatoka nchi jirani. Wamekuja kuvamia pale kwa sababu za rasilimali. Kwa maana hiyo ni nini? Wakongo wanateswa kwa rasilimali zao. Uvamizi huu wote ni kwa ajili ya kutafuta rasilimali zilizoko katika nchi ya Kongo. Kwa maana hiyo ni kwamba hii vita inatengenezwa na makundi yaliyotoka nje ya Kongo. Unafikiri nini kifanyike ili kuweza kudhibiti vita na haya machafuko kutokuendelea? Nini kifanyike? Kwanza kuna mambo mengi ya kuangalia. Jambo la kwanza, ilitakiwa jumuiya mbalimbali za kimataifa na hizi jumuiya za kikanda, mfano SADC, East African Community kwa maana ya ukanda wa Afrika Mashariki, African Union, kwanza walitakiwa kukemea, japokuwa tu hata kama hawataingilia kupambana na hili swala, angalau wangekemea kwa maneno tu na kulaumu kwa maneno kwamba uvamizi huu unaofanywa ndani ya nchi ya Kongo haukubaliki na mpenda amani wowote. Wakongo wanakufa. Mkumbuke kwamba hii vita haijaanza leo. Hivi vita vimeanza ni miaka 30 iliyopita. Hivi vita vimeanza miaka ya 95 96.
na mpaka hivi sasa tunavyozungumza Wakongo ambao wamekwisha kupotea kwa kufariki, si kwa maradhi ya kawaida, kwa kufariki kwa vita hivi ni zaidi ya Wakongo zaidi ya milioni 10. Maana yake nini? Ni zaidi ya, ninavyosema zaidi ya milioni 10 na maana wanaanzia 10, 11, 13 mpaka wanakaribia milioni 20 wamepotea tu kwa vita hivi. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusema nini? Jumuiya mbalimbali za kimataifa zingekemea hili swala tu japokuwa kwa kulani. Baada ya kukemea ndipo sasa watoe hayo makemeo yao yaelekee moja kwa moja kwenye hiyo nchi ambayo inaivamia Kongo kwa kuilaumu. Alafu pia baada ya hapo ndipo sasa Wakongo wenyewe waungane na kushikamana kwa pamoja ili kuweza kufukuza huyo adui aliyewavamia. Ninaposema Wakongo waungane kwa pamoja kufukuza huyo adui, nina maana gani? Kuna Wakongo wengi wanatumiwa, na ndio maana unakuta watu wengi wamechukua mgogoro huu wakaupeleka kwenye uwe kama mgogoro wa kikabila, kitu ambacho si sahihi. Kuna kabila ambalo liko pale Kongo ambalo ni waliingia miaka ya nyuma sana, japokuwa wao si Wakongo kwa asili, ni Wakongo kwa kuhamia. Waliingia pale miaka ya nyuma sana, kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Wanaitwa Wanyamulenge. Nadhani umeshawahi kuwasikia, unawajua Wanyamulenge. Hawa Wanyamulenge hawa ni Wakongo wenye asili ya Rwanda. Ni Wakongo ambao walitoka Rwanda, wameishi pale kwa miaka mingi, wako pale, lakini ni Wakongo kwa uraia, lakini wana asili ya Rwanda. Na ndio maana mpaka sasa pale Kongo wanaongea Kinyarwanda. Utashangaa sana, kuna kitu nitakisema hapa baadaye, utastaajabu sana. Utastaajabu kwa nini? Nadhani tuendelee kidogo, ni kusikiliza maswali yako kwanza, then nitakuja nikwambie kwa nini hili kabila la Wanyamulenge linatumika kuweza kuleta vurugu na kutetea maslahi ya nchi nyingine. Labda kwa sasa hivi vita ambayo inaendelea Kongo, tunaona watu wengi wanapoteza maisha, hasa wakina mama, watoto na watu wengi ambao wanapoteza katika vita hii ambayo inaendelea. Wewe kama mshauri unaisemeaje au unashauri nini Wakongo waweze kukaa chini na kuyamaliza ili hii vita isiweze kuendelea na kuendelea kusababisha vifo zaidi, tena kwa watoto na wanawake? Si tu watoto na wanawake wanaokufa Kongo, vijana ndio wanakufa sana, kwa sababu vijana wamekuwa wakilazimishwa sana kujiunga na makundi haya ya waasi, na pale wanapokataa wamekuwa wakiuawa, wakipigwa, wakinyanyaswa. Tena Kongo kwa kifupi kuna vitendo vingi sana vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Mimi nashangaa kidogo, hata mashirika mbalimbali ya haki za binadamu katika nchi zingine ambao wamekuwa wako sharp sana kuingia kwenye mataifa mengine, sijui kwa nini hawaendi Kongo. Kongo kuna ukiukwaji mkubwa sana wa haki za binadamu, watu wananyanyaswa, watu wanapigwa sana. Kuna watoto wadogo wanaingizwa kwenye makundi haya kwenda kufanya shughuli za kijeshi wakiwa chini ya umri wa miaka 15, 17 wapo, lakini sijawahi kuona mashirika yote ya haki za binadamu ya kimataifa yakijitokeza na kulani vitendo kama hivyo, kupinga au kuonesha. Kuna video nyingi sana zinaonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii, kama ukifuatilia utaziona. Watoto wadogo sana wanahusishwa kwenye majeshi, wanakamatwa mateka kila kukicha. Nadhani swali lako zuri, umesema kwamba kwa nini wasikae kujadili hili swala. Labda mimi ningekuuliza wakae na nani? Kwa sababu Wakongo wenyewe kwa wenyewe hawana shida. Unavyosema wakae chini kuzungumza, wakae wajadili na nani? Hivi kweli unaweza ukakaa chini na kujadili na mvamizi?